wajumbe, mkutano wa leo haswa tutajikita kwenye mambo ambayo jana kwenye party caucus tulikubaliana sana, lakini na mkurugenzi ameshawaambia summary hapa kwamba tutaona mapato yetu ya halmashauri sasa yanaendaje, haswa makusanyo yanayofanyika kupitia vijiji vyetu huko kwenye uchinjaji wa mifugo na nini, mapato ya halmashauri. Lakini vikao vya kisheria siku zote tumesema ni vitu vya muhimu sana. Vikao vya sheria vifanyike kuanzia ngazi zote, vitongoji, vijiji hadi ODC. Kwa hiyo tunataka kupata hiyo taarifa leo. Lakini jambo la tatu ni suala la chakula cha wanafunzi. Suala la chakula cha wanafunzi, kweli Mheshimiwa Naibu Spika, tukuambie habari kwamba halmashauri yako ya Babati vijijini, hii halmashauri ndio inayoongoza nchi. Yes. Ndio inayoongoza kwa kulisha wanafunzi nchi nzima. Kwa maana tumepewa hata mashine 2 za lishe za kurutubisha, za kuchanganya unga na nini. Kwa hiyo tunajivunia hilo. Lakini bado sisi kama halmashauri ya Babati au wajumbe wa mkutano huu hatujaridhika kwa jambo moja, Mheshimiwa Naibu Spika. Hatujaridhika katika jambo la 100% inayotakiwa, pengine hatujafikia. Kwa nini hatujafikia? Kuna kata 15. Kuna kata 15 watoto hawapati uji. Hii lazima niseme, na lazima tunapowasilisha taarifa yetu kila diwani ambaye anahusika na kata hiyo uhakikishe, nitakutaarifu kupitia kwenye meza kwamba kata yako hailishi kwa 100%, kwa maana watoto hawapati uji. Hata wale wa awali asubuhi watoto wapate uji, kama ni saa 4 wapate basi. Na hii chakula cha mchana kama kawaida. Na kata 10 kwa kweli wako 100%. Na ni wataje. Kata hizi 10 ni taje ambazo kwa kweli wamefanya vizuri. Na sisi wengine kata hizi 15. Sijaona ni dhambi kubwa, lakini dhambi hamna dhambi ndogo. Dhambi ni dhambi. Watoto wetu wapate chakula kwa 100%. Kata 10 ambazo kwa kweli wako vizuri kwa takwimu iliyoletewa na ofisi ya VO ni kwamba kata ya Dabi, kata ya Ayasanga inalisha kwa 100%. Kata ya Bidas inalisha kwa 100%. Kata ya Magugu inalisha kwa 100%. Kata ya Mamire inalisha kwa 100%. Kata ya Kiu inalisha kwa 100%. Kata ya Endakiso inalisha kwa 100%. Kata ya Wada inalisha kwa 100%. Kata ya Madunga inalisha kwa 100%. Kata ya Ayalagaya inalisha kwa 100%. Mwisho kata ya Bagara inalisha kwa 100%. Hawa wako vizuri. Na tusibweteke, twendeni tusimamie uzi ule tukaushikilie vizuri. Watoto wapate chakula kwa 100%. Hawa sitawadai kwenye mimbari pale walifika. Tutamalizana kwenye mambo mengine, lakini kwenye chakula mpate taarifa ya jumla kwamba muendelee kuimarisha jambo hili, watoto wetu wafurahi. Maana tuombea wale watoto wanatuachia baraka. Watoto wakishiba ile ni baraka kwetu sisi wazazi. Lakini wengine hizi kata 15 sasa tuanze. Na kwa maksudi tu nitawaita pale na mtasema mipango mikakati gani mtakuwa mmeweka. Maana taarifa hii iko kwenye kabrasha zenu. Mlishapata. Mlipokuwa mnaendesha ODC huko, mnafahamu kwamba jambo la chakula huko nyuma. Kwa maana hiyo tujipange vizuri. Ninaamini, ni imani yangu kwamba baraza lijalo tutakuwa 100% kwa kata zote 25. Hilo ni la 3. La 4, suala la vikundi sugu. Vikundi sugu inafanana na chakula. Imefanana kabisa.